Hello, sasa naomba nikuelekeze hii sehemu sawa sawa. Hii sehemu ndio tunasema ni kwenye muhusika na hali ya kuwa. Tunayo hii sehemu hapa, muhusika, hali ya kuwa na mahali. Mhusika tunasema ni pronoun. Pronoun, muhusika. Mfano Joni ni muhusika. Hamisi muhusika. Muhammad. Alafu hali ya kuwa mfano ni alienda au ni ndo hii hapo. Lakini mahali kuna nje, inside, ndani. Sasa tuanze na hii sehemu hapa. Tuanze na hii sehemu hapa. Hii sehemu muhusika. Sawa sawa. Hii hapa. Katika sehemu no. Tuanze na hii sehemu hapa muhusika. Muhusika. Sawa sawa. Tuanze na sehemu ya muhusika. Katika hii sehemu ya muhusika hii hapa tutaangalia vitu vingi. Tumeshasoma pronoun zote. Sasa cha kwanza leo tutaanza I inasimama badala ya mimi. You ni wewe. Yeye ni she au he au it. She inasimama kwa ajili ya mwanamume au mwanamke. Yani she kwa ajili ya mwanamke inasimama badala ya mwanamke, lakini he husimama badala ya mwanaume. Lakini it pia husimama badala ya kitu, wanyama. Sawa sawa. Haya, sisi ni we, sisi. Naomba utamke kama mimi ninavyotamka. Nikishatamka naona unarudia. Haya, you, na wewe rudia hivyo hivyo. Ninyi. Sawa sawa. They ni wao. Lakini baada ya hapo tunayo sehemu nyingine. Nini? Hali ya kuwa. Kumbuka kila hatua tunayopitia ndiyo inayotupa mwanga. Kwa hiyo huku nyuma kote usisahau. Tumeanza na hii sehemu. Hii sehemu hapa. Tumeanza na hiyo sehemu. Hii sehemu hapa. Hapo inavyoonekana. Baada ya hapo tukaja nini? Mhusika. Baada ya mhusika ndo tukataja hizi hapa. Baada ya kutaja hizo na maana zake kwa Kiswahili, sasa ndo tunakuja katika hali ya kuwa. Sawa sawa. Katika hali ya kuwa inagawanyika katika sehemu kuu. Yani iko hivi, nielewe hapa. Hii sehemu tumeshamaliza. Hii hapa. Mhusika tumeanza nayo. Ndo hii hapa ya kwanza. Sawa sawa. Ya pili ni nini? Hali ya kuwa. Hali ya kuwa ndo hii hapa. Ndo tumeianza hii hapa inaonekana. Hali ya kuwa. Baada ya hali ya kuwa tunakuja kwenye nini? Mahali. Nini? Mahali. Ndo hii hapa. Sawa, twende hatua kwa hatua. Katika wahusika tunayo vitu vingi. Hii hapa muhusika. Sawa sawa. Ya kwanza ni I maanake ni mimi. Si ndio kama tulivyoeleza hapo. She au he au it inafahamika. Lakini tunayo wakati uliopo, tunayo wakati uliopita na mahali. Tuanze. I inaenda na nini? Na I am. Ambapo ukisoma inakuwa I am. Sawa. Lakini she, he na it inaenda na nini? Is. Kwa wakati nini? Uliopo. Baada ya hapo you inaenda na a, they inaenda na wao. Kwamba they inaenda na a, sorry hapa nimekosea hapa. Hapa inaenda na a. Hii hapa a. Sawa. Inaenda na nini? A. Haya.
Ukimaliza hapo tumemaliza wakati uliopo. Twende wakati uliopita. Was. I inaenda na nini? Was. Wakati uliopita. She, he, it inaenda nini? Was. Wakati uliopita. You kwenye wakati uliopita inaenda na were. They pia were. Sawa. Tukimaliza hapo tutakuja kwenye mahali. Hii hapa. Ndio hii hapa. Sawa, ambapo kuna inside, kuna outside. Inside ni ndani, outside hapa. Outside ni nje, ia ni hapa, ia hapo. Kwa Kiswahili utasema hapa. Kuna there, hapo, there. Manake nini? Pale. Ati manake mfano ukitumia ati. Nyumbani ni wapi? Ni home, si ndio? Shule ni wapi? Ni school, si ndio? Alafu dukani ni wapi? Shop. Shop ni nini? Ni duka. Je, ukitaka kusema dukani, shop ni duka. Ukitaka kusema dukani, lazima ati ndio ianze mwanzoni. Utasema ati shop, dukani. Duka lenyewe, neno duka, neno shop maanake ni duka. Ukitaka kusema dukani, lazima uanze nini? Ati. Dukani. Neno school maanake ni shule. Ukitaka kusema shuleni, lazima uanze na nini? Ati. Ambapo sasa utasema ati school, shuleni. Ati home, nyumbani. Ati office, ofisini. Ni kuongeza ni maanake unaanza na ati. Sasa tuangalie mifano. Wakati uliopita. Katika wakati uliopita, uliopo I am sorry. Wakati uliopo hii hapo. Wakati uliopo tunakuwa na hivi hapa. Tunakuwa na hii hapa. Wakati uliopo ndo huu hapa. Ya kwanza, ya pili. Jamani, unanielewa? Ya kwanza, ya pili. Huu ndo wakati uliopo na wakati uliopo ndo tumeanza na kama inavyoonekana. Sasa wakati uliopo tuna I am inside. Kwa Kiswahili unasema hii hapa, chukua I alafu am. Inakuwa I am. I hii hapa ongeza na am. Inakuwa I am. Alafu unakuja mahali tumechagua nini? Inside ndio hii hapa. Kwa Kiswahili utasema nipo ndani. Chukua I alafu na nini? Na am. Hii hapa itakuwa I am. Alafu njoo kwenye nanili mahali huku chukua nini? Hii hapo utakuwa ni I am here, nipo hapa. She is outside, yupo ndani. Outside hii hapa. Sasa huu ni wakati uliopo. Sawa. Wakati uliopita hii hapa chini. I was. Unachukua I hapa. Alafu unakuja wakati uliopita. Kuna was inaenda na I. Neno is kwa wakati uliopita inabadilika inakuwa was. Am wakati uliopita inabadilika inakuwa was. Sawa. Alafu wakati uliopita inakuwa were. Alafu pia wakati uliopita inabaki were. Sawa. Sasa ndo hii hapa wakati uliopo ndo huu hapa tumeanza nao. Baada ya hapo mifano ndo hii hapa. Baada ya hapo kuna hii mifano chini. I was maanake tumechukua muhusika tukaonyesha na wakati uliopita. Kwamba I was at home, nilikuwa nyumbani. She was here, alikuwa hapa. Sasa nikuombe kitu kimoja. Kwa sasa tunga sentensi zako wewe hapo. Tunga sentensi zako kwa Kiingereza angalau hata 7, 7, 6, 5 kwenye hapo tuone.